لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rahma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wahusieni pamoja na kujihusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwani waliofaulu ni wale waliomwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo tutazungumzia kwenye unwan kaifa nastaqbilu shahra Ramadhan, vipi tutaupokea na kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizotuneemesha sisi waumini Waislamu ni kutujalia katika mwaka mzima kuna mawasimul khairat, yani masiku fulani, miezi fulani ya khairi. Miezi hii na masiku haya Allah akayajalia yanakaririka ndani ya mwaka. Tukitoka kwenye msimu fulani wa khairi, itapita pengine miezi miwili, unakuja msimu mwingine wa khairi. Ndani ya mwaka mzima Allah amejalia unakuja msimu wa khairi, ukimalizika kidogo unakuja mwingine, hivyo mpaka mwaka unaisha. Ni juzi tu tulikuwa kwenye ndani ya moja kwenye miezi mitukufu, nao ni mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab umemalizika, imekuja Shaaban. Baada ya Shaaban waja mwezi ambao Allah ameutukuza kwa aina yake. Baada ya Ramadhan miezi miwili, kuna mwezi mwingine ambao kwamba Allah amejalia ni msimu wa khairi, nao ni mwezi wa Hija. Wa hakadha unakuja mwezi wa Muharram. Ndani ya mwaka Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia hizi siku fulani, miezi fulani, akaipa ubora ili mu'min awe na bidii kufanya khairi, akitarajia kwa siku zile za khairi thawabu zake nazo zinakuwa nyingi na zinaongezeka. Ndiyo sasa hivi katika wiki mbili tukiwa hai na uzima, tutakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka saum, ibada ambayo Allah hakuweka kiwango cha malipo. Kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi. Kila amali ya mwanadamu anayefanya ni yake, pamoja na kwamba amali zote tufanyia kwa ajili ya Allah kwa ya malipo. Allah akaipambanua na akaipa daraja saumu, akasema ni yangu, wa ana ajzi. Malipo Allah hakuweka kiwango. Malipo ya mambo mema Muislam Allah amemwekea ni 1 kwa 10 na 10 mpaka 700, na Allah ananyongeza zaidi. Kwa kuwa amali hii ya saumu ni amali ambayo ina ubora wake, Allah akajihusisha na yeye na akasema wa ana ajzibi. Malipo ni mengi mengi kiasi Allah hakutuwekea kiwango, ameacha wazi. Allah ndiye anajua atamlipa nini mfungaji. Ndugu yangu Muislam, ndani ya mwezi wa Ramadhan
kuna 10 la mwisho, ambalo 10 la mwisho, usiku wa 10 hili ndio usiku bora kwenye mwaka mzima. Yani siku 10, masiku yale 10 usiku wake ndio usiku bora katika mwaka mzima. Kuna siku ya Lailatul Qadri ambao ndio usiku wenyewe, nao ndio usiku bora kwenye mwaka mzima. Kwa ndani ya Ramadhani Allah akateremsha Qur'an. Kwa Ramadhani imejaa utukufu na mema mengi ambao leo Muislam atayajua. Yatosha mwezi mmoja wa Ramadhani Muislam kusamehewa madhambi yote, na ikawa sababu ya yeye kuingia janna ikiwa atajua namna gani atautumia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mloamini mmemfaradhiwa nyinyi kufunga, mmelazimishwa, ni amri ya lazima kwa muumini. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile walivyofaradhiwa umma walokuja kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun. Allah akabainisha lengo la hii saum, si kumtesa Muislam wala kumwadhibu, bali kuna lengo kubwa, Muislam apate uchaji Mungu ndani ya Ramadhani. Kwa hivyo mimi na wewe, ikiwa katika wiki 2 tutaipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah kama amejalia tukiwa hai na uzima, ni njia gani ambazo tutatumia mimi na wewe kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bila shaka ikiwa kuna mgeni ambaye wamheshimu akikwambia nitakuja mwezi fulani kwenye kalenda ya miladia, wewe utaanza kutayarisha matayarisho mapema na unaangalia ile date, ili akija mgeni wako afurahie yale makaribisho ambayo kwamba utampatia. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani ni mgeni ambaye anakuja na kutuletea sisi khairi. Hataki kitu kwetu yeye, anataka vipi tutachukua zile khairi alizokuja nazo. Kwa hivyo Waislamu mara nyingi tughafilika na namna ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fikra zetu nyingi zaangalia kwenye kula baada ya kufunga mchana mzima. Ndio utaona sasa hivi ukizunguka sokoni na madukani, ni vyakula vya Ramadhani vishawekwa, wala si vibaya. Lakini kwa kuwa fikra zetu ziko huko, ni kwamba matayarisho yaliyoko ndani ya miji yetu ya Kiislamu ni matayarisho ya vyakula vingi vya Ramadhani, na vyakula vitapanda bei, kwa sababu imezoeleka Waislamu Ramadhani hupika sana, ambao ni kinyume, ndugu yangu Muislamu. Lakini la ajabu ni kwamba huoni watu wakifunga foleni kwenye duka la vitabu vya Kiislamu. Huoni watu wakijitahidi kwenye majumba yao kuweka program za Kiislamu na za Ramadhani. Ilikuwa sawa Waislamu wauzaji vitabu vya Kiislamu wauze sana, watu ukienda kwenye duka la vitabu upate ni mlolongo. Lakini bilaks, sasa hivi maduka ya chakula kutakuwa na mlolongo na vitu vitapanda bei. Lakini sivyo hivyo, ndugu yangu Muislamu, huko ni kutoifahamu nini Ramadhani. Kwa hivyo tuangazie kwa muda huu mchache njia ambazo Muislamu afaa ajitayarishe na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, njia ya kwanza bora ambayo Muislamu afaa aitumie kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ad-dua, ni kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu baina yetu na Ramadhani kuna umri, wewe waona ni mchache, lakini kwa Allah huyo umri na wewe mwanadamu kufika, yani kwako wewe ni muda mrefu. Ijapo kuona ni wiki 2, lakini hizo wiki 2 wewe usizifikie wewe. Ni wangapi ambao tuliokuwa nao kama tarehe hii ya Shaaban lakini leo hawako? Ni wangapi tuliokuwa nao miezi 2 ya nyuma? Na hapa Allah ndiye anaijua. Kwa hivyo kwanza mimi na wewe ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala
atufikishe sisi Ramadhani, atufikishe tukiwa na siha yetu mzuri, kwa sababu pia kunao ambao wataifikia Ramadhani lakini hawezi kufunga. Maskini mtu, ugonjwa ulompata hana uwezo wa kufunga. Kwa hivyo uombe Allah akufikishe Ramadhani ukiwa na siha, ili uweze kufanya ibada, kufunga, kusoma Qur'an, kusimama usiku kwa tarawih na tahajjud, kufanya da'wa, kutoa sadaka. Yani omba dua Allah akupe siha, kisha akupe tawfik. Unaweza kuwa mzima na siha yako, lakini ikawa fikra zako haziko kwenye yale ya kheri. Ikawa wewe Ramadhani imeingia, mahesabu yako mvipi biashara na nitaingiza pesa nyingi kwenye Ramadhani, ambao pesa hizo unazoziingiza hujui kama utapewa fursa ya miezi mingapi baadaye kuzitumia. Na waacha kutengeza akaunti ambao anytime wakati tukiondoka wewe ya kungojea kule. Ndugu yangu Muislamu, kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe sisi Ramadhani. Tia dua kwa Allah, ya Allah nifikishe kwenye mwezi wa Ramadhani nikiwa na siha yangu, unipe na tawfik niweze kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, salafu na salih, watu wema waliotangulia katika maswahaba na tabi'in, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya miezi sita Allah awafikishe kwenye Ramadhani. Mtu anaomba dua miezi sita kabla ya Ramadhani. Mimi na wewe Ramadhani yaingia, hujaomba ya Allah nifikishe Ramadhani, nipe siha, nipe tawfik ya Allah. Kama salaf saleh, miezi sita wanaelekea kwa Allah, wanamuomba Allah dua, Allah awafikishe kwenye mwezi wa Ramadhani, awape siha na tawfiki ya kuweza kufanya ibada. Kisha baadaye miezi mitano mingine au sita wakiomba dua kwa Allah akubali ibada yao. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, kithirisha dua kwenye wakati huu. Tumia fursa, hasa ukiwa pahala pazuri kama hapa msikitini. Hakuna pahala pazuri kwa Muislam kuliko msikitini. Tumia fursa hii ukiwa ndani ya msikiti, na pia ukisimama usiku nyumbani, na popote ulipo mlekee Allah, umuombe Allah akufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani, pia akupe siha uweze kufunga na taufiki, si kufunga tu, na kuweza kuyafanya yale mema ya Ramadhani, ili zile thawabu nyingi tulioahidiwa tuzipate. Kwa la kwanza, kithirisha dua. Jambo la pili ambalo yafaa tukaribishe nao mwezi wa Ramadhani baada ya dua ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema iliyokuwa mwaka jana inarudi tena leo. Muislam afa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila neema inaporudi tena upya. Kama ulikuwa ni mgonjwa ukapata afya, mshukuru Allah ile afya yako imerejesha. Tulikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani mwaka jana, sasa taupokea tena mwezi wa Ramadhani, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu afa amshukuru Allah kwa kila neema anayoipata ama inayorejelea, na amshukuru Allah kwa kila mabalaa na madhara Allah alomuondoshea. Kwa hivyo tuwe na shukurani kwa Allah, na kushukuru kwa Allah ni kwa maneno na vitendo. Ulimi wako ulete shukurani kwa Allah, utumie uwezo wako Allah alokujalia kumshukuru Allah. Tumwangalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama sana usiku kuswali mpaka miguu yake ikafura, kavimba miguu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka na Aisha anamwambia, ya Rasulullah, lima tuadhib nafsaka, mbona wajiadhibu nafsi yako? Wakad ghafara laka Allah, na Allah ashakusamehe wewe, ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhar, madhambi uliyotanguliza na ambao utayafanya. Na Mtume hakuwa mtu wa madhambi, alikuwa maasum. Angalia jibu la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa na Aisha, amwambia, ya Aisha, ewe Aisha, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amenisamehe mimi madhambi niliyoyafanya na nitakayoyafanya, afala uhibbu an akuna abdan shakura, sipendi mimi kuwa ni mja mwenye kushukuru? Shukurani ya Mtume kwa Allah, alisimama usiku. Na wewe ukimshukuru Allah kwamba tukaribia Ramadhani, simama usiku kama una siha yako, shika mashafu usome Qur'an,
Kama una pesa, shukurani yako ya pesa kutoa sadaka, anza kutoa sadaka sasa hivi. Baadhi ya maswahaba wakitoa zaka zao Ramadhani, mwezi wa Shaaban, ili wale wenye kuhitajia msaada wa zaka, ikiingia Ramadhani mtu asizunguke na kuomba, ama kama ndesheni yake, kama ni mambo yote afanye, ili amakinike ule maskini wa Kiislamu kufanya ibada. Kwa hivyo na wewe fungua mkono sasa hivi umshukuru Allah kwa mapato aliyokupatia mwaka huu. Wewe mwenyewe unajua faida yako ni ngapi utazitoa kwa Allah. Wanahitajia maskini, mayatima, wajane, utoe kwa ajili ya Allah. Wewe mwenye afya yako huna pesa, simama usiku umuombe Allah na umshukuru, hiyo ni shukrani. Na wewe ambao una afya, una pesa, ukisimama usiku peke yako haijatosha shukrani yako kwa Allah. Umemshukuru Allah kwa afya, hujatoa pesa Allah alizokupa kumshukuru. Mwenye ilmu yake, ikiwa atazuia ilmu haitoi, hajamshukuru Allah, yafaa atoe ilmu yake, ndio shukrani yake kwa Allah. Kwa hivyo ile neema ambayo Allah amekujalia wewe, mshukuru Allah kwa zile neema zote ambazo Allah amekujalia, amekuruzuku nazo. Kwa hivyo njia ya pili ya kupokea mwezi wa Ramadhani ni shukurani kwa Allah. Shukurani baada ya kusema alhamdulillah kwa ulimi, ifuatishe na vitendo na ibada mbalimbali ambazo kwamba utaweza kuzifanya. Na ndugu yangu Muislamu, ikiwa Muislamu afaa shukuru neema, kuna neema zaidi ya kujiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo kama umefanya madhambi yote huko Ramadhani ukaipata, kisha ukafa baada ya Ramadhani, tutarajia Allah amekusamehe dhambi zako na umeenda janna. Kuna neema zaidi ya hiyo ndugu Muislamu. Kwa hiyo yafaa tutumie njia zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia kumshukuru yeye, kutuletea tena neema hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Njia ya pili ambayo yafaa Muislamu aupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufurahia. Katika Waislamu sasa hivi kuna watu wana furaha alhamdulillah, na kuna watu washaanza misiba. Wale ambao hawana iltizam na dini, anaona mzigo unakuja mkubwa, mwezi mzima hakuna kula mchana. Ndio Muislamu huyu hata mwezi ukionekana atasema si kweli, haujaonekana bwana. Umeonekana wapi? Huyu kesho ukionekana, ule anaokataa ataukubali, kwa sababu hayuko tayari, hajafanya maandalizi ya nafsi kwamba Ramadhani yaja ni neema na kufunga. Wale watu ambao wameyafanya maandalizi na ambao wana msimamo wa dini, anafurahia siku ziende haraka aifikie Ramadhani. Lakini wale ambao kwamba hawana imani hiyo, anangojea Ramadhani kesho ikiingia, umeonekana, atamani hukuonekana kesho angalau siku moja. Ndio utapata kunafanyika sherehe za mifungo za kwenda kuyafanya sana maasiya, ambapo Waislamu yafaa wakiangalia mwezi wao washajitayarisha, leo mwezi ukionekana, mimi basi nitatoka msikini ni swali tarawih kabisa. Lakini huyu mwingine hana habari, mwezi watu waonekana, wengine wako beach before za bahari, wako na maasiya, wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ambao wanafurahia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wale ambao wanajiandalia tayari kumpokea huyu mgeni ambaye ni mtukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha na kuwabashiria maswahaba akiwaambia, qad ja'akum shahru Ramadhan, hakika umewajia nyinyi mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarakun, mwezi ambao una baraka. Kataba Allahu alaikum, Allah amewafaradhia nyinyi siyamahu, kufunga. Fihi tuftahu abwabul janna, ndani ya Ramadhani milango ya pepo hufunguliwa. Kwa maana kidogo tu inua mguu uko ndani ya pepo. Vile vile watughlaqu abwabul jahim, milango ya moto imefungwa msiingie. Manake hii ina maana khairi nyingi za wewe kuingia kwenye pepo kama mlango uko wazi, na mashara yamefungwa ili usiingie motoni. Kwa ndugu yangu Muislamu, upokee mwezi wa Ramadhani kwa furaha, na huwezi kuwa na furaha ila kuwa wewe umejua maana ya Ramadhani na umefanya maandalizi ya sawa sawa. Ndio salafu na salih wakifurahia sana kwa Ramadhani. Kwa sababu kwa nini wasifurahie? Mtu miezi 6 anaomba dua Allah amfikishe.
Kwa furaha yao ilikuwa ni wanaomba Allah awafikishe kwa miezi 6, wakiingia Ramadhani wao alhamdulillah furaha yao ilikuwa ni kubwa sana. Njia nyingine ambayo ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni al-azm wa takhtit, maazimio. Nenda ukae leo, kama hujakaa bado, nenda kakae, chukua kitabu kama vile unavyoandika mahesabu ya biashara, nunua kitabu kidogo, sema hichi kitabu kama hichi, mfano nunua kipi yako ile dukani, useme hii ni plan ya Ramadhani, nitaipanga hapa. Baada al-fajr nitasoma Qur'ani mpaka niswali ishraq, dhuhuri nitakuwa karibu na msikiti gani, kutakuwa na darsa. Yani kama ile plani ya biashara, weka maazimio na plan ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utapata hili jambo hakuna hata kwa wale ambao wapendao saumu, pia ambao wana msomo wa dini. Muulize mtu sasa hivi, tukiulizana sote, tukae tuulizane, iko wapi pahala umeandika plani ya Ramadhani? Nafikiri hatuna sote. Sidhani kama mtu ataniambia nayo. Kama atakuwa huyo, alhamdulillah, huyo ni mtu mwema. Lakini utapata wafikiria kwenye akili, hujaandika pahala mwezi wa Ramadhani ikianza leo, ibada yako itaanza vipi kwa siku mzima. Lakini plani ziko za dunia ndani ya Ramadhani. Vipi nitauza tende nyingi? Vipi nitauza sukari sana? Vipi nitaingiza pesa nyingi? Hiyo ni plani ya dunia. Lakini hakuna katika sisi ambaye ana kitabu ameandika, lakini yafaa kila mmoja awe na kitabu chake. Kama zile za biashara, sema hichi ni cha Ramadhani, hebu nunua useme hichi ni cha Ramadhani. Kisha ukae kuanzia leo, ujipangie wewe, mpangie mtoto wako, mpangie na mkeo. Usimpangie mke kupika sana. Maskini wanawake mara nyingine wanadhulumika, tunaodhulumu sisi wanaume kwa kuwapangia mapishi mingi, mpaka anashindwa hata kusoma Qur'an, anashindwa kusali sunna maskini, kwa sababu mume ataka chakula hiki anapika sana, wala vyakula vyenyewe haviliwi hivyo. Kwa hiyo mwanamke, mkeo pia mpangie program ya ibada na upishi upunguze. Wewe umefunga siku mzima, huwezi kula, ndio ile ukila sana watu wanakula, asema nimeshiba sana leo, sababu mwanzo amekunywa maji, amekunywa juice, amekula bajia, amekula. Hiyo isha pia itashinda kuswali watu tarawih. Kwa hivyo plani iweko ya Ramadhani musbakan, mapema kabla. Kama huandiki plan na ukaifuata, Ramadhani itaingia, utaswali na darasa kidogo, shekha amekaa, utasikia kidogo, utaona watu wanatoka, kwa sababu hakuna hiyo mipango ya vipi Ramadhani nitaitumia. Kuna neema iliyoje baada ya Ramadhani, umefunga, umeswali jamaa, kisha ukatulia, shekha atoa darasa, ukafaidika. Kwa hivyo weka maazimio na plan. Kama hujaweka, anza leo, kaa na watoto wako, kaa na mkeo, kila mmoja apange plani yake. Pia tuwafanyie raghaba majumbani watoto wetu na wake zetu kwa Ramadhani. Utapata watoto sasa hivi wataanza kuuliza pesa za kununua zile karata zile ama dumna na mabao, kwa sababu fikra zetu tulionyesha kwamba Ramadhani lazima kuwe na vipumbazi vya ile saumu. Utapata ndani ya mita yetu mabao haya yanatayarishwa, badala ya kutayarisha misahafu na vitabu vya kusomwa, mabao na dumna za yatayarishwa. Haya ni matayarisho ambayo sio sawa ya Ramadhani. Mwambie mtoto wako, ukisoma misahafu, wewe msahafu ukamaliza mara moja, nitakupa pesa kadhaa. Mara mbili, mtie raghaba, washindanishe watoto wako. Mkeo mwambie pia, nitakununulia zawadi ukimaliza mara kadhaa. Lakini mwambie, ukinipikia sana nikifurahi nitakupa zawadi. Sio sawa. Ndio utaona kwa kuwa hatuna maazimio na plan, wanawake wa Kiislamu, mabanati wa Kiislamu wakazungua baada ya kufuturu, kujipamba kwenda kuzunguka barabara kule, kwa itwaje jina lake nimesahau kule. Hao nani wale wanawake mbabugui? Ni wake zetu wale. Kama si wangu ni wa ndugu yangu, kama ni binti yangu ni binti ya ndugu yangu. Badala wakae majumbani, waswali tarawih, wasome Qur'an, wanajipamba, wanaenda kuzunguka ndani ya Ramadhani. Tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ndio hapo si ngumi. Kama amechelewa kupika, ni umzuie mke wako ule, ni munkari unaofanyika. Wanawake wanajipamba na kujifukiza, wanazunguka ndani ya usiku wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, utamjibu nini Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Mkeo ni masulia yako.
Ikiwa ataenda kombo, usimzuie. Binti yako ni masuala yako. Kwa hivyo tufanye maazimio na plan za Ramadhani ili huu wakati usitumike vibaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru karim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. الحمد لله الذي يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tumalizia kukumbushana njia ambazo sisi Waislamu yafaa tutumie kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni maandalizi ya kielimu. Njia nyingine ya kupokea Ramadhani ni kujiandaa kielimu ya hiyo Ramadhani. Utastaajabu, darasa zikianza Ramadhani, yaweza kuwa shekha atoa darasa siku ya 5 ama ya 10. Muulizaji swali anauliza, mkipiga mswaki saa 4 huvunda saumu, ni siku ngapi imefunga? Siku ya 10. Je, ijapokuwa mswaki hauvundi saumu ila kwa njia fulani, akiambiwa kwamba hivyo unapopiga mswaki huvunda saumu, zile siku 10 zilizopita atalipiza, atafanyaje? Ni kama mtu ambaye asema anajua kuendesha gari, akipewa gari auliza pale mpite vipi, si utaua watu? Ndio mfano Muislamu anaingia Ramadhani, ahkamu siyama hazijui. Kwa hivyo tufanye sasa hivi taratibu ya elimu, darasa zitolewe kuhusu ahkamu siyam. Vitabu viko siku hizi, mambo ni rahisi. Kama una TV nyumbani ni kusearch tu program za mashaikh wa Ramadhani kwa lugha yote unaijua, kwa Kiswahili, kwa Kiarabu, kwa Kizungu, kwa Kisomali, lugha yote. Na utapata TV zetu zatumika kwa mpira, kwa vipindi, musalsalat Ramadhania zitawekwa. Ni sasa hivi enda kanunue kitabu pale, utapata ahkamu siyam, mpatie mke wako asome ili ajue hukumu zote. Daku ni saa ngapi, kitu gani yavunda saumu, mambo yote ayajue. Usikae mpaka leo ni tarehe 10 wanakuuliza jambo la kuvunda saumu na wewe ushafunga siku 10. Kwa hivyo maandalizi ya elimu ya Ramadhani na hukumu zake yafanye mapema. Hizo ndio njia za kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile njia nyingine ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutia maazimio kuacha madhambi. Azimia sasa hivi kwamba Ramadhani inakuja, kama nilikuwa na madhambi nafanya, nimeamua kuyawacha, na uanze kuacha sasa hivi, na urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla Ramadhani haijaja. Allah atutaka, atuita, baada kwamba ametuumba, akaturuzuku, akapa kila kitu, kisha Allah anatuita, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi waumini, enyi mlioamini, regeeni kwa Allah, muache yale madhambi, mutubie kwa Allah tauba kweli kweli. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Regeeni kwa Allah enyi waumini nyote ili mpate kufaulu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo tauba ni njia ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile tutamalizia ni kujipa pongezi ndani ya nafsi yako. Vipi utajipa pongezi? Ikiingia Ramadhani huku wasoma Qur'an wal adhkar, ndani ya roho wajiambia, wajipatani ya kwamba niko kwenye jambo zuri, ndio utapata uso wako utakuwa na furaha, huna huzuni. Wale ambao wasojua unaona amefunga lakini taabani, sababu hajipi tahania. Mpaka wale wasiokuwa Waislamu mwambia pole kwa saumu bwana, kwa sababu muona uso mkunja pia.
umezungumza naye kidogo, wewe usinichezee bwana nafunga, bali kama umefunga hata ukichukana wewe hayakuingia yale, uko kwenye jambo kubwa. Kutoelewa umefunga bwana ngumi nini umefunga, ambapo ukifunga hata ukichukana mfanye mpuzi aliyokutukana, wewe uko kwenye jambo kubwa. Unajipa tahnia ndani ya nafsi yako kwamba jambo unalolifanya ni jambo zuri sana. Ukisoma Qur'ani, ukiswali, jipe pongezi, ndio utaona una nguvu zaidi katika kufanya ile ibada. Jambo la mwisho tukimalizia khutba yetu ni maandalizi ya kulingania watu kwa Allah, da'wa ila Allah. Jambo hili ukizungumza utaona, utajiuliza nitafanyaje da'wa mimi sijui kutoa khutba, sijui kutoa darsa. Daia atatoa darsa yake na khutba, atasomesha darasa, na wewe utashirikiana na daia kwa pesa yako ulionayo afanye iwe sahihi. Daia akitoka alipotoka kuja kutoa khutba, hakuna gari wala tuktuk kitambeba bure, atalipa nauli. Akisema leo enda Malindi kutoa darasa, hawezi kubeba bure. Kule nyumbani kwake pia kuna watu wanamhitajia. Kwa hivyo wewe unaweza kufanya dawa na ukao wewe kwenye biashara yako, lakini ukajua yule daia mimi namsimamia, wala sitangaze, wewe mwenyewe na nafsi yako namsimamia huyu daia katika Ramadhani hii, dawa zake, mambo yake, kila kitu juu yangu, ili daia apate kufanya dawa. Daia anaweza kuwa hana usafiri, hana gari, maduati wengine hawana magari, panda tuktuk. Ukasema basi kama uweze kumpa gari kabisa, hii gari yako uende dawa, fabiha wa ni'am. Mfano mzuri kwa rais wa Tanzania Mama Samia, amempa shekhe moja gari ya kutembelea. Huwezi kutoa kabisa, bwana hii gari hii Ramadhani tumia wewe uweze kwenda msikiti huu na msikiti huu. Kwa wewe unaweza kufanya dawa ukishirikiana na daia katika kumsaidishia katika dawa yake. Kwa hivyo ni maazimio sisi Waislamu wote tutumie mwezi wa Ramadhani tufanye dawa, tushirikiane, wale maduati wajitolee wakati wao, wafanye bathi, watoe darasa, lakini na wewe uweze kumsaidia yule daia akitoka kule enda darasani asembe chumvi hakuna, isaruka ile hadithi na hii kule nyumbani angalau kuwe sawa na iwe sahali ile dawa anayoendea. Kwa hivyo itakuwa tumefanya dawa pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao umeteremsha Qur'an. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ndizo njia ambazo kwamba yafaa tutumie kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala dua atufikishe Ramadhani tukiwa na siha mzuri, atupe taufiki kufanya ibada, tushirikiane kupokea mwezi wa Ramadhani kwa njia za sawa sawa ili tupate malipo yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa ajil bil haqqi a'immatal muslimin wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara din Muhammad wa khudh man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.